Ibara, leo tunakutana kwa ajili ya kuweza kuendelea na huu mzigo wa Binti Mila. Wengi mmekuwa mkiulizia sana Binti Mila, anko Binti Mila. Ibara, Binti Mila hii hapa sehemu ya 4. Na nikukumbushe pale tulipoishia katika sehemu ya 3 ni ambapo huyu bidada Mila alikuwa ameambiwa na kijana Ramsey ya kwamba utakapotaka kwenda kliniki muda wote na saa yote niambie, mimi nitakupeleka. Na kwa muda huo mimba huyu binti ilikuwa imetembea kidogo, ilikuwa na miezi mingi kidogo. Lakini alikuwa anajiuliza Mila, kwa nini huyu mkaka Ramsey amjali kiasi hiki? Ili hali Ramsey hii mimba sio ya kwake. Mpaka leo hii kwenye hii sehemu ya 4 hatujajua mimba hii ni ya nani hasa. Wengi wanajaribu tu kuotea, itakuwa ya mtu fulani, itakuwa ni ya mtu fulani, lakini mpaka sasa hivi hatujui mimba hii ni ya nani. Binti ana ujauzito na hata mwenye huyu Binti Mila hajui mimba hiyo ni ya nani. Patamu hapo. Hebu karibu katika sehemu ya 4 tupate kujua, huenda tukajua kwamba mimba hii ya huyu Binti Mila ni ya nani. Lakini pia kama unahisi ya mtu fulani, hebu comment hapo chini. Kama ni ya Mark, sema ni ya Mark. Kama ni ya Ramsey, sema ni ya Ramsey. Au kama ni ya mtu fulani, wewe sema bwana, hii mimba labda ya mtu fulani bwana, namuhisi mtu fulani. Sema labda ya yule mdogo wake na Gina, alikuwa ni nani yule kaka, jina lake limenitoka kidogo, ambapo Mila alienda kufanya kazi za nani kwa mara ya kwanza kwa Dagina. Sasa yule Gina yule ana mdogo wake wa kiume, yule mkaka anaitwa nani, alikuwa anampenda sana Mila na alikuwa anasubiri Mila akue kidogo afikishe miaka 18 ili amueleze kwamba anampenda. Lakini matokeo yake kabla hajafikisha hiyo miaka watu wakamwahi bwana, wakatia ujauzito. Sasa yule kijana alikuwa anaitwa nani, jina lake limenitoka kidogo, lakini kitulia hivi naweza nikalikumbuka vizuri tu. Sasa karibu katika hii sehemu ya 4 tupate kujua mambo yanakwendaje. Mimi naitwa Anko J, hii ni Anko J Simulizi. Karibu. Kwa muda huo mimba ilikuwa imeshafikisha miezi 6. Na kliniki sije kukanyaga. Ramsey alinikumbusha kitu cha msingi sana kusema ule kweli. Na wala sikuwa nawaza habari za clinic. Lakini nikawa najiuliza, mbona bado ananijali? Au niendelee tu kuishi hapa kwake? Lakini hapana, usikute labda nasubiria nizae alafu aninyonge mimi pamoja na mtoto wangu. Hawa wanaume ni wapole sana, wanakuaga na maamuzi magumu sana. Bora hata Maki, yeye ni mtu wa hasira ikimpanda na mnaweza mkamalizana, lakini huyu Ramsey hapana. Sijui ananipangia nini kwenye akili yake. Na mama alishaye kuniambia siku zote watu wapole ndio watu wabaya sana ukiwakosea. Lazima niondoke tu hapa mapema kabla hajaanza kabla kijanikuta kitu. Kwanza huyu mdogo wake Ramsey siku hizi kwanza ananichukia sana. Hata kama nikitaka kumsaidia kumweka kwenye baiskeli, kile kibaiskeli chake, ananiambiaga tu kwamba leave me alone, don't touch me. Huwa ananisonya kila anaponiona. Na huyu wifi yangu Billy, yeye ndio wameshikana sana urafiki wao. Hii nyumba sasa hivi nikaona kabisa inawaka moto, inatakiwa nijiondoe hata kabla sijaanza kuungua. Sasa wakati nayawaza yote hayo, mkononi mwangu kwa sema kweli nilikuwa na yale maua. Na sikujua kama Ramsey alikuwa yuko nyuma yangu, alikuwa ananiangalia tu bila hata kuongea kitu chochote. Nilishtuka baada ya kumuona. Mimi nilimwomba tuongee. Alisimama kama mtu vile alikuwa ananisikiliza. Nikamwambia nilikuwa nataka kuweza kukuaga. Niliongea hivyo na ndipo Ramsey akashtuka, akanitazama usoni. Nikamwambia mimi nimepata sehemu ya kukaa, kwa ninahama hapa kwako. Alafu pia ninashukuru mno kwa msaada wako. Naomba pia unisamehe kwa lolote lile nililokukosea. Ramsey unajua aliendelea kuniangalia. Ni kama vile bado alikuwa na chembe za kunipenda, ila ndio hivyo. Alichagua kukaa kimya. Na baada ya mimi kumwambia hivyo, Ramsey alinisikiliza then akaondoka kwenda dining kwa ajili ya kula chakula. Na wala hata kunijibu kitu. Nilitelemka chini, nikawakuta Lia na Ramsey walikuwa wako wanakula. Walikuwa wanakula chakula. Kwa hiyo nilifungua mlango pale nikatoka nje. Nilikwenda mpaka getini ili nitoke nje. Mlinzi akaniambia nimeambiwa nisikufungulie geti.
Uweze mimi nilikaa pale pale nje. Na baada ya muda alikuja Ramsey, alinikuta pale getini. Alikwenda akachukua gari, akasogea mpaka pale getini. Aliniambia nipande kwenye gari, alafu akamwambia mlinzi afungue geti. Mimi nilikataa kupanda kwenye gari maana sikutaka kabisa ajue ninakoenda kuishi. Ramsey aliniamuru nipande kwenye gari. Nilipanda, kaloki milango na kisha tukaondoka. Ilibidi tu mimi nimuelekeze nyumba ilipo. Alinipeleka mpaka nyumbani kwangu. Nilishuka kwenye gari na akashuka. Nilianza kupiga hatua kuelekea mlangoni na akawa ananifuata nyuma. Nilifika mlangoni mimi kabisa nisimame. Unajua niliogopa kufungua ujue. Tangu hilo sakata litokee Ramsey hajawahi kabisa kunisemesha kitu chochote. Na usikuta amenileta ili tu aniulie huko. Ramsey alivyoona sifungue mlango alichukua funguo akafungua yeye mwenyewe. Aliingia ndani na kisha akaanza kukagua pale. Alikagua sebuleni, akaingia vyumbani. Mimi muda huu nilikuwa niko mlangoni tu. Niliona hapa kitanuka, na kama kitanuka nitatimua mbio, bora nikae mlangoni. Kwa alipomaliza huko kote, alimaliza na jikoni. Kinyumba changu nilikipamba, kilikuwa kimeshine vibaya mno, sikwambia mtu. Ramsey aliingia jikoni akafungua pale makabati. Sijui hata alikuwa anatafuta nini huyu naye. Alifungua friji pale, alikuta liko empty. Kitu ambacho nilikuwa sijanunua bado ni chakula tu peke yake. Ramsey aliniwekea pesa pale juu ya friji, na baada hapo alitoka akapanda kwenye gari yake akaondoka. Mimi niliingia ndani. Kwanza nikafunga mlango. Yale maua aloletea nilichukua kachombo fulani hivi nikayawekea na maji ile yasinyauke. Kiukweli nilijisikia upweke wa hali ya juu, sikwambia mtu. Nilichukua ile pesa iliyokuwa imeachwa pale kwenye friji, nikahesabu ilikuwa ni milioni 1. Na hisi jamaa kule kukagua alikuwa anaangalia ni nini kipo na nini hakipo ili aniche pesa ya kununulia. Atakayeolewa na Ramsey nasema atafaidi sana. Kikubwa ni amheshimu tu, asiwe na mambo mengi. Hivi kweli mimi ndo nimemkosa mwanaume mwenye kujali kama huyo? Ama kwa kweli sina bahati? Unajua nililia sana huo usiku. Nyumba ni ya vyumba viwili, lakini niliona kama vile ni kubwa sana kukaa peke yangu. Nilichukua simu yangu nikamtumia message ya Ramsey. Bado nilikuwa naamini huenda na nafasi kwenye moyo wake, na ndo maana anaendelea kunijali. Nilimwambia Ramsey, unajua natamani uongee chochote. Naumizwa sana na ukimya wako. Natamani tuongee. Nisahishe yale makosa yangu kwako. Naomba unisamehe kwa kila kitu Ramsey wangu. Jamani, hata kunijibu na SMS zilionyesha tiki 2 za blue. It means ni kwamba zilisomwa. Ile jamaa hakunijibu kitu. Sasa nitafanya nini? Nikaona cha kufanya ni kumove on. Nililala mpaka asubuhi, nikaamka nikajiandaa kwa ajili kwenda kuripoti chuoni. Nilikuwa nimevimba sana macho kwa sababu ya kulia. Wakati namalizia kujiandaa, kwenye simu yangu bwana kulingia message kutoka kwa Ramsey. Alikuwa ameniambia, "Toka nje ninakusubiri." Unajua mimi nilishangaa. Ananisubiria nje wapi? Au amekosea kutuma message? Kwa hiyo ilibidi nitoke chumbani. Mbio nikaenda kuchungulia hivi nje. Kweli bwana kaliona gari la Ramsey. Nilimaliza pale kuvaa nikatoka. Akaniambia ingia kwenye gari. Mimi niliingia na wala hata sikumbishia. Aliwasha gari mpaka chuoni. Alinishusha huko na kisha akaondoka zake. Alikuwa hana story nyingi, hata salamu hana. Kwa hiyo nilienda zangu chuoni karipoti, nikaanza pale masomo yangu. Nilitoka chuoni majira ya saa 10 hivi. Nikapanda daladala mpaka mjini. Nilihemea pale nikachukua boda mpaka nyumbani. Na siku iliyofuata tena Ramsey alikuja kunipitia kwa ajili ya kuweza kunipeleka chuoni. Alinibeba mpaka chuo akanishusha na kisha kasepa zake. Alikuwa hata anisemeshi, inauma. Kwa maisha yalisonga, nikaanza kuizoea ile hali. Nilipata marafiki wa chuoni, ile kampani yao kupiga story. Kwa nikajikuta siwazi tena hayo mambo. Kwa kipindi chote hiko, unajua Mike hakuwahi kunitafuta. Namba yangu nilikuwa natumia hiyo moja, sikubadilisha. Siku moja nakumbuka ilikuwa ni Ijumaa, Ramsey alikuja kwangu asubuhi majira ya saa 2. Nilijua labda amenipitia kunipeleka chuoni kama kawaida. Kwa nilipanda kwenye gari tukaondoka. Ramsey kunipeleka chuoni. Alinipeleka hospitalini kwa ajili ya kuanza clinic. Mimba ina miezi kweli miezi imeenda. Ndio mamba sasa najipeleka clinic. Nashukuru tu nilipelekwa katika hospitali za private. Ingekuwa ni serikalini ningechambwa mpaka nikome. Kwa nilijiandikisha pale. Nikapewa huduma zote na kadi yangu ya clinic nikapewa. Kila kitu kilikuwa sawa. Imagine Ramsey aliandika yeye ndo baba wa mtoto.
na alifanya vipimo vyote pamoja na mimi. Yaani ule kaka nye. Tulitoka clinic akanirudisha nyumbani, alafu akaondoka zake. Nilimwambia asante, lakini hata kunijibu. Kwa maisha iliendelea. Kila mwezi tarehe za katikati na mwishoni mwa mwezi Ramsi alikuwa ananiwekea pesa bank kwa ajili yangu mimi pamoja na mtoto. Niliweka bidii sana kwenye masomo, maana niliamini ndo mkombozi wangu wa kesho. Siku moja majira jioni, wakati natoka chuo, nilipokea taarifa mbaya sana. Na hii ni kuhusiana na Rams. Nilitumiwa clip WhatsApp na namba ngeni. Nilipofungua nilikuta Rams yuko na Billy. Walikuwa katika party ya kuchumbiana. Rams alimchumbia Billy, yani anamvalisha pete ya uchumba. Niliumia hiyo siku. Nililia. Nilijua kabisa kule kujaliwa hakutokuwepo tena. Na Rams baada ya kumchumbia Billy aliacha kabisa kuwa anakuja kunipeleka chuoni. Na walikuwa wanapostiana status kila siku. Nilikuwa na namba zao wote wawili na nilikuwa na view status zao wote. Kile kipindi libaki kidogo tu nichanganyikiwe. Rams sijui ndo alifanya kunilipizia. Yaani alikuwa anamposti Billy asubuhi, mchana, usiku. Na mimi nisivijua kujishikilia nilikuwa najikuta tu na view. Mtu ambaye sikuwahi kuona status zake ni Mark. Yule sijui hata kama picha napigaga. Yule ni Mr. Serious, kwanza acheki na wote. Mimi mwenyewe tangu niondoke kwake sikuwahi kuweka status hata siku moja. Basi bwana, tuachane na Mark. Baada ya Rams kumchumbia Billy, nilitoa matumaini yote ya kuja kuwa naye tena. Yaani huyo ndo basi tena. Kwa nilimwekea na ule ua jeusi lile, yani kwamba Eva haitakuja kutokea. Na sikumwambia yote kinachoendelea kwenye maisha yangu. Nilikuwa nalia na moyo wangu. Hata mama mkubwa pia niliamua kumpumzisha na matatizo yangu, kwa sababu kweli alikuwa akipiga simu kuuliza tunaendeleaje na Rams. Mimi namwambia tu jambo, kila kitu kiko sawa, ujauzito unaendelea vizuri. Hivyo tu, alafu nakata simu. Nalia, nitafanyaje sasa? Kwa niliendelea kwenda clinic peke yangu na nilibadili kadi ya clinic, nikaondoa ile jina la Rams pale sehemu ya baba wa mtoto, nikapaacha tu wazi mtoto hana baba. Mimi nilipata likizo chuoni. Hapo ujauzito na miezi 9 kasoro. Yaani naelekea kujifungua na ninachoka bara. Na hesabu tu siku za kujifungua. Sasa siku moja nilikaa nikawa nawaza, mimi bado ni mdogo sana. Na huu uzazi wangu wa kwanza, siku nikiuma uchungu huko ndani peke yangu, nani atanisaidia? Kwa akili yangu ikaniambia kwamba nirudi kwanza kijijini. Lakini kasa kurudi kijijini hapana. Huko kijijini ndo shida mtupu. Kwanza kutoka kwa mama mkubwa na ilipokuwa hospitali kujifungulia ni mbali. Kwanza usafiri wenyewe ni wa shida. Nikaona bora tu nibaki hapa. Katika kuwaza bwana nilimkumbuka Dagina kule kwa kina Chris. Kule nilikokuwa nafanya kazi za ndani zamani. Yeye anakaa jiji tofauti na jiji ninaloishi. Kwa nilipanga nikawatembelee nione kama bado watakuwepo au la. Alafu kwa vile hospitali niliofanywa unyama na yenyewe pia ipo huko. Kwa nilipanga nikachunguze nimjue huyo mtu alionifanyia mimi vile ni nani. Kwa nilijiandaa na safari kuelekea jijini huko. Nilikuwa nimemwacha Dagina pamoja na Chris. Na siku ya safari ilifika, niliamka asubuhi na begi langu nikaelekea stendi kuu ya mabasi. Nilipanda basi katika siti ya katikati, nikawahi dirishani, nilivaa pale hijabu nyeusi, nikafunga na nikabu usoni ili nisifahamike. Nilifika huko majira ya saa 10 hivi, nilichukua usafiri mpaka mtaa uliokuwa naishi Dagina. Nilifika huko nikatelemka kwenye taxi. Basi nilikwenda mpaka katika ile nyumba aliyokuwa naishi Dagina. Nilibonyeza pale kengele getini na baada ya muda alifungua mama mmoja hivi sio mzee sana. Akaniambia nikusaidie nini mwanangu? Aliniuliza baada ya kuniona mimi niko pale nimesimama. Mimi nikafungua uso wangu nikamsalimia nikamwambia shikamoo mama. Akaniambia marhaba mzima. Nikamwambia mimi mzima mamangu. Kwanza samahani, nilikuwa namuulizia Dagina sijui kama nimemkuta. Ni nani yako? Vipi una miadi naye? Nikasema hapana mama. Sina miadi naye. Mimi nilikuwaga msichana wake wa kazi, nilipataga matatizo nikaondoka. Kwa nimewakumbuka tu leo nikaamua kuja tu kuwatembelea. Karibu. Mimi ndo mfanyakazi wao sasa hivi. Kwa sasa hivi wapo wameenda kazini ila watarudi muda so mrefu. Umesema unaitwa nani vile? Nikamwambia mimi naitwa Mila. Okay Mila, subiri basi niwape taarifa wenye mji na kisha nitakuruhusu uingie ndani. Nikamwambia sawa, hakuna shida mamangu. Kweli mama huyo alipiga simu kwa Dagina. Akamuelezea kwamba kuna mgeni jina lake ni Mila.
Dagina alimwambia mkaribishe nani na umpe kinywaji. Kwa nilipokelewa pale, begi langu nikapelekewa ndani. Nilisikia sauti ya kitoto kichanga kinalia mule ndani. Niliambiwa ni mtoto Dagina, kwamba tayari kashajifungua. Lo, jamani, hadi mtoto kweli, siku nyingi zimepita nyie. Usiku wa saa moja na nusu hivi Dagina na mume wake waliweza kuwasili. Walinihagi hao. Kwanza walishangaa vile nimekuwa ni mkubwa na ni mrembo zaidi. Akaniambia, Mila, umependeza sana. Chris akisikia umekuja atatamani apaye aje kukuangalia. Nikauliza kwani Chris yuko wapi? Nikaambiwa sasa hivi eti Chris yuko nje ya nchi. Wow. Nikasema kwa hiyo alipata kazi huko? Nikaambiwa ndio. Nikasema hongera zake jamani. Hapo sasa ndo Chris akapewa taarifa ya kwamba niko pale kwa Dagina, nyie muda wako nisipige video call. Basi nikapewa pale simu, nikaanza kumshangaa alivyokuwa mkubwa jamani. Kwa jikaka hilo kaanza kufuga na rastate. Chris na unajua alinishangaa. Nimekuwa yeye kwa madai yake anasema nimekuwa mzuri. Basi alianza kuniambia vile alikuja kijijini kwetu safari 3 bila hata yani alikuja mara 3 bila hata kunikuta. Mimi nikamwambia bwana, baada ya mazishi tuliondokaga ndo hivyo. Na line nilipotezaga nikawa sina tena namba yako. Basi Chris aliniambia nichukue namba yake, usiku nikaenda chumbani tuongee. Na akaniambia uchunge usije ukapoteza tena. Mimi nikamwambia haya sawa. Kiukweli msikilizaji, sikuwa na zile feeling, zile hisia tena kwa Chris. Sikuwa nazo kama mwanzo. Na hata wakati naongea naye nilikuwa najisikia kawaida tu. Nilikuwa nisifeel chochote. Bwana. Nilipelekwa chumbani, nikakoga, nikabadili nguo nilizokuwa nimezivaa, ile hijabu nikatoa, nikavaa kijola. Watu sasa ndio wakashtuka, kumbe Mila ashashibishwa. Wakaniambia usituambie kwamba ushamwacha Chris wako ukaolewa na mtu mwingine. Waliponiuliza hilo swali, mimi nilibidi niwaambie kiukweli. Nikamwambia bwana, mtu anisamee tu, hata mimi sikupanga iwe hivyo. Kwa hiyo wewe mwenzetu ushaolewa? Nikamwambia ndio. Wapi tena huko? Nikawatajia. Ongela, ila Chris akijua ataumia sana. Walishetu kuniambia hivyo. Basi tulikula pale, tukamaliza, tukapiga story 2-3, na baada ya hapo Dagina alinisindikiza chumbani kwangu. Tumefika kule, ikabidi mimi nifunguke sasa kwa Dagina. Nikamwambia mimi bwana, mimi nimekorofishana na mume wangu. Ndio nikakimbilia huku, naomba mnihifadhi nijifungulie huku. Kama unavyojua sina wazazi, nitaenda kujifungulia wapi mimi? Dagina aliniambia hakuna haja ya kulia mdogo wangu. Jisikie uko nyumbani. Tutakaa na wewe hapa mpaka pale utakapojifungua, umalize uzazi vizuri ndio urudi kwako. Kwa nilikumbatiana na Dagina, nikamwambia asante sana. Kwa tuliagana, yeye akaenda kulala na mimi nikajilaza pale. Chris alipiga simu ila nilikwepa. Nikamwambia nasikia usingizi na nimechoka na safari, kwa tutaongea kesho. Maana alikuwa analeta habari za mapenzi na mimi moyo hauko kwake tena, kusema ule kweli. Nilikaa pale kwa Dagina. Walikuwa wananitreat vizuri sana. Na baada ya kukaa pale wiki moja, niliamua sasa kwenda kule hospitalini nilikokuwa nimebakwa. Nilienda kuangalia usiku huo, nilihudumiwa na daktari gani, kama ni wa kiume huyo mshenzi ndo atakuwa mhusika wa hii mimba. Kwa nilienda pale hospitalini kama mgonjwa, nilikuwa na yale mavazi yangu ya kufunika sura. Nilifika pale mapokezi, nikapokelewa vizuri tu. Yule jamaa mapokezi akaniuliza kama nilishawahi kutibiwa pale, nikamwambia ndio. Ulitumia jina gani mara ya kwanza? Sasa kichwani nikajisemea, usikute ndo limehusika hili. Mbona linaniuliza hivyo? Mimi nikamuuliza kwa nini nioje hayo maswali? Yanahusiana vipi na yanahusiana na nini yani? Yule jamaa akaniambia, "Samani sister. Nilikuwa nauliza ili nijue kama uliwahi kutibiwa huko. Hebu tutumie lile faili la mara ya kwanza, tusikufungulie faili jipya. Kufungua faili jipya inahitaji malipo. Ila kama faili lako lipo, hautohitaji faili lingine." Nikasema kumbe. Akasema nikamwambia basi mimi faili langu lipo. Akaniambia jina nani? Nikamtajia pale, akaanza akasearch kwenye kompyuta yake, akaona tarehe, siku mpaka mwezi mpaka mwaka niliotibiwa vilikuwa viko pale. Akaniambia hii hapa faili lako nimeliona. Muda huo mimi msikilizaji nilikuwa narekodi kila kitu kwa siri bila jamaa kuweza kushtukia mchezo. Kwa alinielekeza pale chumba cha daktari kilipo, akaniambia kuna foleni kidogo, so nitakaa kwenye kiti nisubiri zamu yangu. Nikamwambia sawa, asante, hamna shida. Akaniambia karibu sana. Mimi nilikwenda kule kwa daktari, nikakutana na foleni. Nilikaa kidogo, nikarudi pale mapokezeni, nilianza kujipendekeza kwa yule mkaka, maana kuna kitu nilitaka kumuuliza. Yule mkaka aliniuliza kama nimeshaingia kwa daktari. Nikamwambia bado, naona foleni ni kubwa, alafu mimi ni mjamzito. Kule naona hewa ni nzito sana, ngoja nikae kwanza hapa kwako.
Yule mkaka akasema sawa, usikute na mimba yako pia ishanipenda tayari. Basi tukacheka pale, tukaanza kupiga story na yule mkaka. Mimi nilimwambia kipindi nimetibiwa hapa, mbona sikukuonaga? Akaniambia mimi ni mgeni huku, nimeajiriwa miezi miwili iliyopita. Nikamwambia okay sawa. Nikamwambia bwana, mimi kipindi nimeletwa hapa kwenye hospitali kuna daktari mmoja vile nitibia, ila nimemsahau jina. Sijui bado atakuwepo, nimemiss, alikuwa ni mkarimu kama wewe. Yule kaka kaniuliza, ni daktari gani? Unalikumbuka jina lake? Nikamwambia hapana, hata sikumbuki jina. Naweza nikasema ilikuwa kama bahati. Yule kaka akaniambia subiri niangalie kwenye timetable ya siku hiyo nione alikuwa ni daktari yupi. Basi akaanza kutafuta pale madaktari wa kupozamu hiyo siku ambayo mimi ndo nilikuwa nahisi kwamba ndio siku ambayo nilipata ujauzito. Akawaona wale madaktari, akaniuliza uliletwa muda gani? Nikamtajia muda. Akaangalia pale kwenye timetable, akaniambia daktari alikuwepo siku hiyo jina lake ni Dr. Malk Shigela. Hapo akanigeuzia na picha yake pale kwenye kompyuta. Akaniuliza si ndio huyo? Sasa mimi nikamwangalia yule daktari, nikamwambia ndio. Ila kiukweli hata sura yake sikuwa naijua kusema ule kweli. Nakumbuka baada ya kuzinduka tu siku pale hospitalini alikuja nurse kuniangalia. Alinichoma sindano maumivu, akanitolea ile drip niliyokuwa nimewekewa, na baadaye kulipopambazuka alikuja Chris akanipa bili, tukapatiwa dawa nilizokuwa nimeandikiwa, tukarudi nyumbani. Kwa siku hiyo sikufanikiwa kuiona sura yake huyo daktari. Moyo nikajisema Dr. Malk Shigela ni wewe tu. Kwa nini ulinifanyia hivyo? Kwa nini ulinibaka? Kwa hivyo ndio nilivyofundishwa kuwafanyia wagonjwa waliopoteza fahamu. Sasa huyu mtu wa mapokezi akaniambia huyu daktari kwa sasa hayuko pale kwenye ile hospitali. Aliniambia eti kwamba alishahamishwa, alihamishiwa daki kazi. Na alipelekwa hospitali gani nikamuuliza, akaniambia yeye hajui. Kwa nini nilirekodi maongezi yote na yule mtu wa mapokezi ni pale. Nilikuwa na rekodi video sio voice. Niliumia mno kusema ule kweli. Sijui ni wangapi waliowafanyia unyama kama huo walionifanyia mimi. Kwa nilimaliza pale kilichonipeleka kwa hospitalini, nikaondoka zangu. Sikusubiria hata matibabu, maana sikuwa na umo chochote kusema ule kweli. Ila nilinyongonyea sana. Sijui hata nitamwambia nini mtoto wangu kuhusu babake, maana hata simjui. Kwa hiyo niliendelea pale kubakia pale nyumbani kwa Dagina, na Chris aliendelea kunisumbua na simu zake kila siku, ila nikawa namchenga sana, yani namkwepa. Kwa alivyoona mimi namkwepa sana, aliamua sasa kumueleza dadake. Dadake ilibidi tu amwambie ukweli kwamba bwana Mila sio wako tena, tayari ameshaolewa na anatarajia kupata mtoto siku sio nyingi. Chris alilia sana. Aliniuliza why Mila? Nikamwambia Chris, tayari imeshatokea, hatuwezi kubadilisha chochote. Chris akaniambia Mila, nilitarajia tutakuja kutengeneza familia yetu mimi pamoja na wewe. Mbona umenisaliti? Nikamwambia huenda labda ikupangwa sisi kuja kuwa pamoja. Kiukweli Chris aliumia sana. Yaani hakuwahi kunitongoza hapo kabla kwa sababu that time nilikuwa bado ni mdogo. Na alinionyeshaga tu upendo sana huku akinisubiria nifikishe miaka 18 ili anifanyie proposal. Mimi na yeye hatukuwahi hata kuweza kujigijigi. Yaani mtu ambaye alikuwa anasubiria nifike umri sahihi ili tuanze mahusiano rasmi. Kwa kabla Chris hajani propose, ndio hivyo ikatokea bahati mbaya. Nikaondokaga. Na ndio hivyo tena akajitokeza kwa hiyo safari yetu ya kuwa pamoja mimi na yeye ni kama vile ilikatishwa. Siku zilizidi kuyoyoma na siku zangu za kujifungua zilizidi kukaribia. Kliniki yangu ya mwisho nilipelekwa na Dagina pamoja na mume wake. Tulikwenda kufanya vipimo vya mwisho vya ujauzito. Siku hiyo bwana Dagina na mume wake waliongea na daktari. Alinichukua sample kwa ajili ya kuangalia jinsia ya mtoto. Walifanya siri, mimi hawakuniambia eti. Na baada ya kuondoka pale hospitalini, tulirudi nyumbani. Mimi sijui kinachoendelea. Kumbe wenzangu bwana walikuwa wanaendelea bonge la surprise. Siku moja, Jumamosi ilikuwa Dagina na mume wake waliniambia nijiandae baadaye tutatoka. Walinipatia na nguo nzuri tu, walininunulia kwa ajili ya mtoko ili nivae. Basi saa 8 mchana tulianza pale kujiandaa, tulienda saluni. Mimi na Dagina tukapaka makeup, tukatengenezwa nywele, kucha, tulinoga sana. Mpaka nikawa najiuliza kwamba tunaenda wapi maana siku kunoga kule. Baada ya kuwa tayari tumeshamaliza kujiandaa, alikuja mume wa Dagina, akatuchukua na gari, walinifunga pale kitambaa machoni na kisha tukaondoka pale saloni. Kwa tulifika sehemu moja vigari lisimama, nilishushwa kwenye gari, nikatolewa kitambaa kile machoni. Mbele yangu niliona sehemu nzuri iliyokuwa imepambwa vizuri sana. Na miongoni mwa mapambo yalikuwa yamependezesha sehemu ile ni balloon
yani maputo ya pink na ya blue. Kulikuwa kuna bango kubwa lilikuwa limeandikwa Mila's Baby, Shower and Gender. Yani ilikuwa ni party ya kutangaza jinsia ya mtoto alikuwa tumboni pamoja na kupewa zawadi. Jamani, nililia kwa furaha, niliwakumbatia Dagina na mume wake nikawashukuru. Ile kwanza ilionyesha ni jinsi gani wanavyonipenda na kunithamini. Na waliniambia kipindi na wafanyia kazi za ndani niliishi nao vizuri sana na niliwaheshimu na kufanya kazi zangu kwa bidii, tena nidhamu ya hali ya juu. Na wakasema hiki tunachokufanyia leo Mila ni matokeo ya kile ulichotufanyia sisi. Ni kama shukrani zetu kwako. Kwa hiyo jamani, nilizidi kulia kwa furaha. Furaha ilizidi kina. Dagina na mume wake walilika pale, marafiki zao wengi tu wakahudhuria pale katika hiyo party yao. Walileta zawadi nyingi. Yale maputo ya rangi ya pink yaliandikwa it's a girl na yale ya blue yaliandikwa it's a boy. Je, ni jinsia ya mtoto ipi kati ya hizo mbili? Na hata mimi mwenyewe pia nilikuwa sijui. Kwa nilipokelewa pale, mama kijacho, mapicha kama yote asikwambie mtu. Mziki mnene, watu nyie. Nilisindikizwa na mziki mpaka stejini. Nilipofika pale stejini, unajua MC aliomba mziki uzimwe ili zoezi la kujua jinsia ya mtoto liweze kufanyika. Nilikuwa natetemeka, asikwambie mtu, huku nikiwa najiuliza mtoto wangu ni wa kike ni wa kiume. Kwa hiyo nikiwa sina hili wala lile, namba zilianza kuhesabiwa pale. Walianza 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Yani hapo kamoyo kalikuwa kanaenda mbio hatari. Mpaka nalia na pepewa hivi, lakini wapi, jasho linanitoka tu. Watu waliendelea kuhesabu 3, 2, 1. Oyo kusikapigwa pale mafataki shangwe ni za kutosha. Ghafla puto zilizokuwa nyuma yangu zilianza kupasuka. Alafu kule ndani akatokea marangi mengi ya pink. Kwa maana hiyo jinsia ya mtoto ilikuwa ni ya kike. Nilifurahi sana. Na hatimaye ninaenda sasa kumrudisha mama yangu duniani. Nilishangilia huku nikicheza kwa furaha. Nilikata keki tukala pale na champagne. Ilikuwa ni siku ya furaha sana kwangu kusema ukweli. Nilipokea zawadi nyingi sana za mtoto na za kwangu pia. Nililia, hata sijui nilikuwa nalia nini mimi. Ama kweli wema ni akiba, tuishi na watu vizuri nye. Baada ya sherehe kilichofuata ni labor pains, maumivu ya labor. Hata hivyo namshukuru Mungu maana nilijifungua salama mtoto wangu wa kike. Nilimpa jina la mama yangu Amaya. She's so cute. Ni mzuri sana na wala hata sikujutia kuulea ujauzito wake. Finally kawa mama nikiwa nina umri mdogo sana. Hata miaka 20 sijafika. Nilikapata kamimi kadogo karembo kupita maelezo. Na baada kujifungua bwana, kwa mara ya kwanza nikaamua kupost kwa status. Na sikuahidi mtu yeyote. Baada ya kuweka tu ile status, Mr. Maka kaiona. Huyo akaanza kutype. Kwanza baada ya kujifungua, unajua nilivumilia mpaka nikamaliza 1 month. Na baada hapo ndo nilikwenda photoshoot na mwanangu kwa ajili ya kupiga picha. Tulipiga picha nyingi sana, mimi na mtoto wangu, na ndani ya huo mwezi nilikuwa nisharudi ubintini. So kitambi no michirizi noze, yani hivyo. Nilijifungua kawaida, sikutaka operation kwa sababu ingenichelewesha. Sikutaka habari za kuja kuanza kuguza mshono. Mara kwanza sijui kuhangaika na kitambi cha mshono. Nasikiaga ni kazi sana kwa kuondoa kitambi cha operation. So mimi niliomba Mungu aniwezeshe. Na kweli akaniwezesha, nikaza kawaida. Na vile kwenye ujauzito sikuwa na tumbo kubwa. Na hata baada ya kuzaa pia tumbo halikulegea sana. So sikupata kazi kuweza kulirudisha. Nilifunga ndani ya 3 weeks tumbo likapotea. Siku ya photoshoot bwana, picha zilikuwa zinatoka kalibala. Niliwaka. So baada ya kutumia picha zangu za photoshoot niliamua kuchafua hewa huko kidogo mitandaoni. Kwanza nilitengeneza ka clip ka video za siku ile ya baby shower na gender. Nikaposti status. Post ya pili nilika picha yangu na mtoto, ila mtoto nilimficha sura, alafu nikaposti new mom in town. Post ya tatu niliposti picha yangu mwenyewe. Kilikuwa kipicha fulani hivi cha kutamanisha sana. Kwenye caption nikaandika I'm blessed. Watu walianza kuview mmoja baada ya mwingine. Bilia aliview akapita kimya. Ramsey aliview akaniandika congratulations, kumjibu nilikaa kimya. Kwanza kipindi hiko Ramsey, unajua alikuwaga ameacha kuniingiziaga pesa bank na nilimchukia. Yani baada tu ya kuweza kumvalisha pete Bilia, alisitisha kabisa huduma zote zile kwangu. Ningali bado niko busy kujibu messages za marafiki zangu wengine waliokuwa wamenipongeza kwenye mitandao. Ghafla nikaona Mark akiwa na type. Mark alilipry ile post ya kwanza na emoji za kushangaa. Nilitamani nifungue nimjibu na emoji za kucheka, baadaye nikasema okay, wait, haina haraka. Unajua siku zote hizo
Mark alikuwa anajua kwamba mimi niko kijijini afu nateseka ile mbaya. Si nakumbuka alinirudishaga kijijini kwa ajili ya kuweza kunikomoa. Alitaka nikae huko niteseke maisha, pengine labda nipige mpaka nimkumbuke. So hata nilivyorudi mjini hakujua. Maana nilikaa kimya, hakujua nini kinachoendelea. So alivyoona ile post alishangaa kwa sababu ile party ya baby shower nilikuwa nimefanywaga, unajua haikuwa kitoto. Ilikuwa bonge la party la kitajiri. Kivyovyote vile Mark alijua huyu mshenza yuko kijijini na wala hateseki. Mark alivyoona zile posti zingine akakaa kimya. Posti niliposti saa 10 jioni. Na aliziview zote ila alikuja kujibu hiyo moja. Tena usiku mida ya saa 3 mimi niko kitandani nimebeleza mwanangu ili aweze kulala ghafla kwenye simu yangu kulingia message. Kwenda kuangalia nikakuta imetoka kwa Mark, tena imetoka direct kutoka status kwenye ile picha yangu ya mimi na mtoto. Mark alireply kwa kuandika congratulations. Unajua kwanza nilishangaa. Mtu kaview status saa 10 kaja kujibu saa 3 usiku. Ina maana muda wote huo alikuwa ananiangalia tu vipicha vyangu, mwisho uvumilivu ulimshinda, amemwa comment au ni vipi? Wakati namshangaa Mark, mara hiyo ikiingia message nyingine amereply kwenye ile post ya mwisho nilikuwa nimeposti picha kangu kwa uchokozi fulani hivi. Mark aliuliza uko wapi Mila? Sikumjibu. Kwanza hata hiyo message yenyewe sikuifungua. Nilikuwa nazisomea tu juu pale kwenye screen alafu na mute. Mark alipoona niko kimya, aliamua kupiga. Simu iliita zaidi ya mara moja, sikuipokea. Niliamua kuizima nikalala. Siku za kukaa pale kwa Dagina zilikuwa zimeshaisha kusema ukweli. Kwa nilitakiwa kuweza kuondoka nirudi kwangu nikaendelea na majukumu yangu mengine. Basi nilianza kujiandaa na safari kurudi kwangu. Simu za Mark nya hazikukatika. Alikuwa anapiga kila siku bila kuchoka. Na mimi nilikuwa sizipokee simu zake. Nilikata tu. Nikapanga mizigo yangu yote na ya mtoto. Siku ya safari ilipoweza kuwadia niliaga pale kwa Dagina, nikawashukuru kwa wema wao walikuwa wamenitendea na kusema ukweli walifurahi sana. Hizo siku walizokana mimi pale ndani kwao walinikaribisha tena na tena na tena. Kwa mimi nikaondoka zangu na mwanangu tukarudi zetu jiji kuu. Chuo kilikuwa tayari kimeshafunguliwa. Kwa hiyo nilitakiwa kuweza kurudi haraka chuoni. Na kabla sijaanza kwenda chuoni nilitafuta pale nyumba sehemu nyingine. Nikahama pale nilipokuwa nimepanga. Nilihitaji sehemu ambayo ni mpya, ambayo haijulikani na mtu yote. Pale nilipokuwa nimepanga mwanzo, Ramsey alikuwa anapajua, na hiyo ndio sababu kubwa ilionifanya mimi pale niweze kufanya jikwama. Kwa nilipata nyumba nzuri sana sehemu nyingine tulivu tu, nikamia. And that time mdogo wangu Priya alikuwa amehitimu form 4. Kwa nilimwomba aje mjini anisaidie kule mtoto, na muda huo akiwa anasubiria matokeo yake ya form 4. Priya alikubali kuja mjini na alifurahi mno. Nilimtumia nauli akaja. Kusema ule kweli alinifaa sana. Maana kwa muda huo nilihitaji sana mtu kuweza kunilelea mtoto. Nilirudi chuoni na sikuwa na pesa za kuweza kuajiri wafanyakazi. Kwa maisha yaliendelea. Nilimwanzishia mtoto maziwa ya kopo, maana muda wa kumnyonyesha ulikuwa ni mdogo sana. Nilirudi chuoni nikaendelea na masomo yangu ya certificate. Kwa siku zilizozidi kusonga na majukumu ya kifamilia yakaanza kuchangamka sasa. Pesa za akiba nilizokuwa nazo zilikuwa mbioni kuisha. Na kama unavyojua, Ramsey alikuwa ameshachaga kuniingizaga pesa siku nyingi mno. Na mimi sikuaga na kipato chochote kile kwa wakati huo. Pesa ukiwa unaitumia bila kuingiza inawahi sana kuisha. Kwa mambo ilianza kuniia ugumu. Majukumu yalianza kunichachafya sikwambie mtu. Huku kuna mwanangu Amaya, kule kuna Priya. Hapa kuna kodi ya nyumba, kodi ya umeme, kodi ya maji, kodi ya taka, ada ya chuo, mara nauli ya kwenda chuo na kurudi nyumbani. Jamani, bado chakula ndani, mtoto naye anadai maziwa. Hujakaa sawa, pampers za mtoto zimeisha. Nikasema nafanyaje mimi? Kwa hiyo niliona bora nianze kutafuta kazi. Kwa kila siku nilikuwa nikitoka chuoni napita mjini kutafuta kazi. Nilikuwa nazunguka sana kutafuta kazi bila mafanikio. Kwa hiyo nilizidi kumuomba Mungu anisaidie nipate kazi. Baada ya kukosa kazi katika vikampuni vidogo vidogo, nilihamia katika kampuni kubwa zenye majina mjini. Na siku moja nilienda katika ofisi moja hivi kubwa sana kwa ajili ya kuweza kuomba kibarua. Kwa nilikaribishwa katika ofisi, nikawaeleza mishida yangu, nikapokelewa. Nilielekezwa kwa director wa kampuni nipeleke CV zangu huko. Nilikwenda nikagonga hodi na CV zangu ziko mkononi. Nilikaribishwa pale ingie. Nilisukuma mlango nikaingia. Na baada ya kuingia mule ofisini nikashangaa kumkuta Mark. Macho alinitoka.
Kwanza nilibaki nimesimama. Tunatazamana tu kwa mshangao. Nilitaka kutoka, Mark akanizuia. Alinishika mkono akanivutia ndani. Akafunga mlango. Akanitoa ile bahasha niliokuwa nayo mkononi, akatoa zile CV zangu akaanza kuzisoma. Alimaliza kusoma CV zangu, mimi nikazikwapo kutoka mikononi mwake. Nikamwambia samahani, mimi wala hata sikujua kama ndio kukukuta hapa, na leti ningejua kama upo hapa wala hata nisingekuja. Nilisogea mlangoni ili nitoke ofisini kwake Mark, lakini Mark alinivuta nikarudi. Nilitaka kuleta fujo, akaniambia shh, nyamaza. Na kujua ni drama queen. Ila hapa soma la pake. Mark alinikwapua zile CV zangu, akaziweka mezani kwake, akaniuliza, "Kwa nini huwa upokee simu zangu Mila?" Miapo nilikaa kimya. Aliangalia mezani kwake pale, kulikuwa kuna form pale, akachukua 2 na akanipa nijaze. Nikamwambia nini? Hapo nilimuuliza kuna mkodolea macho. Mark aliniambia, "Kwani hapo umefuata nini?" Nikamwambia, "Mark, nilikuwa natafuta kazi ila kwa sasa sihitaji tena kazi." Mark alinisogelea, alinishika kidevuni, alinisogelea kwa ukaribu zaidi, tukawa tunahemeana tu. Alikuwa ananiangalia machoni na mimi namwangalia machoni. Nilianza kujihisi utofauti. Nikaona hata nikamsukuma. Yeye mwenyewe hata ajui alitaka kufanya kitu gani. Ila alilegea kuliko kawaida. Nilimgeuzia mgongo, nikawa nawaza zile hisia zilizotaka kunipanda wakati jamaa alipokuwa amenisogelea, zile distance, zile hisia zilitoka wapi? Mungu wangu, Mungu nisaidie. Mark mwenyewe kwanza ni alibadilika. Alafu ni kama vile alitaka kuninyonya mdomoni. Bado Mark aliendelea kuniangalia. Nilikuwa nimekuwa mtamu kuliko kawaida. Sijui alikuwa ananifikiria nini kaka watu huyu. Kwa Mark alizidi kuwa lizuri naye jamani. Na hiyo siku alikuwa amependeza kupita kiasi. Yaani utafikiri aliotea kwamba siku hiyo basi nitaenda kwa ajili ya kuweza kumuomba kazi ofisini kwao. Nilimgeukia nikamwangalia, nikakuta bado ananishangaa. Niliangalia huku na kule, nikaona okay, remote iko pale mezani. Nilienda nikachukua ile remote, nikamwashia pale TV. Nikamwambia, kama macho yako hayana kitu cha kuangalia, tizama runinga ile pale. Usiniangalie mimi. Mark akaniambia, jaza hiyo fomu haraka umalize ili uweze kupangiwa sehemu yako ya kazi. Na unatakiwa kuweza kujua kuwa hapa ni ofisini, usilete drama zako hapa Mila. Hapa aliongea kwa ameniamrisha ni kama boss. Nikajiuliza, ina maana kwamba tayari mimi ndo nishapata kazi? Na kama tayari nimeshapata kazi, nitaweza kweli kufanya kazi sehemu moja na huyo mtu mimi? Nilijaza ile form kwa umakini, nikamaliza nikarudisha kwa Mark. Alisoma akamaliza na kisha akaniambia it's okay. Utakuwa mini director, jiandae kuanza kazi. Aliongea Mark huku akiinuka kwenye kiti chake cha kuzunguka, akaanza pale kupiga hatua kuelekea nje. Akasema hey, sorry mister. Hujui nilimsimamisha nikamuuliza, umesema nitakuwa nani? Hapo Mark akarudi nilipokuwa nimesimama, akanishika mabegani alafu akaniambia, nimesema hivi, utakuwa mini director mdogo. Nadhani tumeelewana vizuri. Hapo akaniachia akaanza kuondoka. Nilimsimamisha tena nikamwambia, mimi siwezi kuwa mini director, CV zangu hazina vigezo vya kufanya kazi kubwa kama hiyo kwenye kampuni hii. Mimi nimekuja hapa kutafuta kazi tu, kijikazi tu au kijibarua tu kidogo kidogo cha kujishikiza muda. Muda mimi naendelea na masomo yangu. Hiyo kazi unanipa wewe mimi itanikosesha muda wa kwenda chuoni. Maana muda wote nitahitajika kwa ofisini. Mark aligeuka akaniambia, najua ya kwamba unasoma Mila. CV zako nimezisoma na najua kila kitu. Nimekupa hiyo kazi kwa sababu ukiwa hauko ofisini, kazi zako nitafanya mimi director. Alafu naomba utambue kwamba wewe ni mke wangu na kama hauwezi kuwa kibarua kwenye ofisi yangu. Fuata kile ninachokuelekeza. Huo bishi wako siutaki kuweza kuusikia. What? Hivi nimekusikia vizuri Mark? Umesema mimi mke wako? Makubwa. Hapo nilianza kumcheka Mark. Mark aliondoka kule ndani kwa hasira akaniacha. Alikwenda mpaka store na vijana wengine 3 wa pale ofisini. Wakatoa pale viti 2, meza moja na kompyuta moja. Walivileta vile vitu kule ofisini kwa Mark, aliwaelekeza sehemu ya kuweza kuviweka. Ofisini kwa Mark ni pakubwa sana. Nilitengewa pale kisehemu changu cha kazi. Ikawekwa ile meza na viti, kila kitu na kompyuta yangu ya kazi, nikaambiwa pale nianze kazi. Na Mark aliniambia kwa siku hiyo itabidi mimi nihairishe kwenda chuoni, ila nielekeze kuhusu kazi zinavyotakiwa kuweza kufanyika, na then siku inayofuata nitaendelea na chuo kama kawaida.
Kwa nilianza kazi rasmi ofisini pale kama mimi director. Katika kampuni ile niliyoajiriwa na Mark. Pia Mark ni miongoni mwa wamiliki wenye hisa kubwa zaidi. Kwa aliniajiri kama mkurugenzi wake msaidizi. Na siku hiyo Mark alinifundisha vitu vingi mno kuhusu kazi. Jioni ilipofika muda kutoka ofisini nikachukua mkoba wangu kwa ajili ya kuweza kutoka. Nilianza pale kupiga tu bila hata kumwaga Mark. Nilifika zangu mlangoni kabla hata sijafungua mlango nikashangaa navutwa mkono. Shwa, mlango kafungwa. Nikamuuliza Mark, unafanya nini? Muda wa kazi umeisha huo. Ni muda wangu mimi kwenda nyumbani. Mark aliniangalia kisha akaniambia, najua. Hebu kaa hapo usubiri nitakupeleka mimi nyumbani. Nikamwambia mimi sitaki kupelekwa, nitakwenda mwenyewe. Kama utaki kupelekwa nyumbani basi tutalala pale ofisini. Haisee, kazini kwangu kuna kazi. Mark aliniambia kama nisipomruhusu nirudishe nyumbani tutalala pale ofisini. Nikamwambia wewe ulale na nani? Wewe. Hivyo unaongea upumbavu gani? Fungua mlango Mark, niondoke zangu nikapumzike. Umenichosha sana mikazi yako hapa ofisini. Nahitaji kuondoka nikapumzike. Ndio kumbe kwa umechoka. Basi acha kwanza nikufanyie massage na kisha nitakurudisha nyumbani kupumzika. Hapo Mark alisimama akazunguka nyuma ya kiti nilichokuwa nimekikalia. Alinishika mabegani akaanza kupale kuni massage hivi. Nikamwambia wewe unafanya nini? Unajua nilisimama kwanza nikamsukumia huko nikamwambia nitapiga kelele huko ofisini. Na sitaki kujua watu wanakuchukulia hadi wanakufikiriaje. Unajua kwanza Mark alicheka alafu akaniambia nitawaambia kwamba niko na mke wangu kwa hiyo watarudi wakaendelea na mambo yao yanayowahusu. Nikamwambia Mark, mimi sio mke wako. Naomba ujiheshimu na naomba uniheshimu. Sasa baada ya kumwambia vile Mark alinishika mkono akanipeleka kwenye kikona fulani hivi kiko mule ofisini kwake. Alinibana pale kwenye kile kikona alafu akaanza kunilazimisha kuninyonya mdomoni. Nikamwambia utakufanya nini? Mark akaniambia ninataka kuweza kukuonyesha kwamba wewe ni mke wangu Mela. Nikamwambia kivipi? Tulia nikuoneshe. Hapo aliongea kwa sauti fulani visikuielewa. Nikamwangalia machoni naona kabisa kadhamiria kitu alichokuwa anakiongea. Mapigo yake ya moyo yalikuwa yanadunda sawa kabisa nayo kwangu. Unajua nilitulia nikawa siwezi tena kumwangalia machoni. Niliangalia pembeni alafu nikamwomba niachie. Pale nilianza kupata feeling juu ya Mark. Na ni kitu gani ambacho mimi sikutaka kinitokee kwa wakati kama ule. Nilimwambia niache basi. Akaniambia naomba nikukisi kwanza. Nikamwambia usifanye hivyo. Sifanye hivyo. Hapo niliongea kwa sauti iliyotawaliwa na hisia. Na Mark hakuendelea tena kuweza kujizuia. Alisogeza lips zake mdomoni kwangu, mimi nikakwepesha. Akaniambia please. Tena hapo aliniambia kwa sauti ya chini sana iliyojaa hisia. Akaniambia just kiss to Mela. Nikamwambia usifanye hivyo please, naomba uniache. Kweli Mark aliniangalia sana alafu kisha akaniachia. Mark tayari alikuwa ameshasimamisha ududu wake. Aliweka mikono yake mfukoni kuziba ile dudu isionekane ilivyokuwa imesimama. Mimi nikaangalia pembeni. Maana hii ndio ilikuwa mara yangu ya kwanza kumuona Mark akiona hisia kali sana juu yangu. Na hata mimi pia nilikuwa katika hali ile. Yaani nilikuwa katika stage ya lolote lile linaweza likatokea. Yaani kama angekaza basi nisingeweza kuzuia. Na kutaka kunilazimisha japo mimi mwenyewe zilinipanda kuliko kawaida. Tulibaki tu kimya, kila mtu anawaza la kwake kichwani. Nilivunja ule ukimya kwa kumwomba Mark nifungulie mlango niondoke. Mwanangu atakuwa analia, naomba unifungulie niondoke. Mark alivyosikia kuhusu mtoto, alisimama akanifungulia mlango. Alinishikilia mkono nisikimbie. Alifunga ofisi tukaondoka mpaka parking. Alifungua pale mlango akaniambia nipande kwenye gari. Nikamwambia mimi nitarudi nyumbani mimi mwenyewe. Ondoka tu na hilo gari lako. Mnajua Mark alinilazimisha nipande kwenye gari. Mimi nilikataa. Sikutaka ajue ninapoishi ni wapi. Nilimwacha pale parking nikaondoka zangu. Nilianza kutembea kuelekea sasa stendi kuu ya daladala ili nipande daladala niweze kufanya kuelekea nyumbani. Mida hiyo ilikuwa ni majira saa 1 kuelekea saa 2. Yaani Mark alinichelewesha sana kule ofisini. Mida hiyo daladala zilikuwa zinakuja ziko full, yani zimejaa, sikwambie mtu. Ilinibidi nisimame pale niendelee kusubiria usafiri. Mark alikuja na gari lake mpaka pale. Aliteremka akanibeba juu akanipakia kwenye gari. Aliondoka pale, akaacha watu wanashangaa tu. Aliingia barabara kuu na kisha akaniambia nikiwa tayari nimpe location ya nyumba ninayokaa na la sivyo atanipeleka nyumbani kwake. Mimi kusikia tena nyumbani kwake nikaona hapana. Bora tu nimuelekeze na kuishi.
Nilimpa location ya sehemu ninakoishi. Kweli alinipeleka mpaka huko. Akanishusha kwenye gari, alafu akaendelea kusimama. Mimi nilisimama na mimi. Nikawa nasubiri aondoke tu ili mimi nende ndani. Sikutaka aone ninaenda kwenye nyumba ipi. Mark alipoona mimi siondoke aliniuliza, "Unasubiri nini Mila? Nenda ukamuone mtoto." Nikamwambia naondoka. Kwani unasubiri nini? Si ushanifikisha, ondoka uende kwako. Mimi siondoke, nitaondoka kwa muda wangu. Nikamwambia mimi hivyo, nitaondoka kwa muda wangu. Kwa pale tuliendelea kusimama pale mpaka majira ya saa 3 za usiku. Niliona hili jamaa linaweza likasimama hapa mpaka asubuhi. Ngoja tu niende ndani nikamwone mwanangu. Kwa niliondoka pale nikamwacha Mark amesimama. Mimi niliingia ndani nikafunga mlango, nilielekea chumbani kwa Priya, nikamkuta tayari wameshalala na mtoto. Kwa nilienda chumbani kwangu nikavua zile nguo za kazini nikaelekea bafuni kuoga. Nilioga nikamaliza na kisha nikaelekea jikoni. Nilipokuwa pale chakula nikala na bida hiyo Priya naye aliamka. Aliniuliza kama nimepata kazi, nikamwambia ndio, Mungu ni mwema, mdogo wangu tayari nimeshapata kazi. Kwa tulikumbatiana pale kwa furaha na tukamshukuru Mungu kusema ule ukweli. Tulikula tukamaliza pale tukaenda zetu kulala. Siku iliyofuata niliamka mapema sana, nilifanya usafi ndani nikamaliza, nikaandaa maziwa ya mtoto, nikapika na chakula cha mdogo wangu. Ilipofika majira ya saa 2 za asubuhi niliingia bafuni nikaoga kwa ajili ya kuelekea chuo. Na siku hiyo nilikuwa na kipindi asubuhi, so ilitakiwa niende kwanza darasani na kisha ndo niende wapi? Kazini. Kwa nilijiandaa nikamaliza nikatoka. Nilipofika nje ya gate nikashangaa kulikuwa kuna gari ya Mark pale. Nilimfuata nikamuuliza, "Wewe unafanya nini hapa?" "Panda kwenye gari tuondoke." Nikamwambia, "Tuondoke twende wapi?" "Mimi ndo maana sikutaka upajue hapa. Maana hutuacha kunisumbua Mark. Unaweza kuondoka. Maana mimi hapa naelekea zangu chuoni. Kazini nitakuja baadaye." Mila nimesema upande kwenye gari. Wewe ni mtu gani usiambiwa jambo mara moja ukaelewa? Panda kwenye gari bwana. Mimi ilijitu. Ilibidi tu nipande kwenye gari huku nilikuwa nimevuta mdomo. Nilipelekwa chuoni hata kabla sijashuka, nikaulizwa unatoka darasani saa ngapi. Nikamwambia yakuhusu. Mark akaloki pale milango ya gari. Akaniambia kaa hapa kwenye gari mpaka pale utakapojibu nilichokuuliza. Nilikaa kama nusu saa nzima nikaona nachelewa kwenye kipindi. Inabidi nimwambie okay natoka saa 5:30. Pale akanifungulia mlango, mimi nikaondoka kwenda darasani. Nilikuwa natembea huku na Sonya tu peke yangu. Huyu Mark mimi nitamkomesha, nitahama pale na hatojua nimehamia wapi mshenzi huyu. Kwa hiyo niliingia darasani, nikaendelea na vipindi vyangu vya chuo. Saa 4 nilipata break, nikaenda nikanywa chai, nikarudi kwenye kipindi cha pili. Saa 5:30 nilitoka kwenye kipindi, nikaelekea washing room, nikajiweka sawa kwa ajili ya kuweza kuelekea kazini. Hoja nilijiongezea unyunyu kidogo, nikajipamba na usoni vizuri, mara simu yangu ikaingia message kutoka kwa Mark. Mark aliniambia kama ulikuwa unatoka saa 6, si ungesema. Kulikuwa kuna jana ya kunisubirisha mimi hapa karibu nusu saa nzima. Kusumbuliwa? Mimi nimemsumbulia wapi? Ilibidi nijibu ile message, nikamuuliza ni wapi huko nilikuwa kusumbulisha mwenzangu. Mark akaniambia toka tuondoke, usiniulize maswali kipuzi. Huwezi mimi nilitoka kule washing room, nilimkuta Mark yuko nje alikuwa ananisubiria. Nilimpita nikachanga simuone vile. Akapiga honi mfululizo mpaka nikasimama mimi mwenyewe. Nikamwambia wewe ukoje? Nilipomuuliza swali akaniambia hilo swali unatakiwa kuweza kujiuliza wewe Mila. Jiulize kwanza ukoje. Huwezi kunisubirisha hapa nusu saa nzima alafu unakuja kunipita vile kama unioni. Nikamwambia nimekusubirisha kwani nilikuita? Si umejiletea mwenyewe? Hapo Mark alichukia ile kauli, akawasha gari akaondoka. Mimi nilimkimbilia nyuma nikawa namuomba samahani mpaka akasimama. Nikapanda kwenye gari mwenyewe. Kabla sijakaa vizuri Mark akawasha, alafu akashtua breki. Nilijigonga kwenye gari puani, damu zikaanza kunitoka. Mark hakujua kama mimi nimeumia, yeye aliendelea tu kwenda mbele bila hata kunitazama. Alifika sehemu kuna mgawa wa chakula akasimamisha gari. Akateremka bila hata kuniambia kitu. Ameshuka ndo ananiuliza, "Utashuka twende kula au utabakia hapo kwenye gari? Ule jeuri yako." Mimi hapo sikumsemesha kitu, nilibaki tu nimeinamia hivi chini. Damu zinanitililika puani. Mark baada ya kuona vile simjibu chochote, alifungua mlango ili sasa anishushe kwenye gari kwa lazima. Baada ya kufungua mlango wa gari, akashangaa na kutana na dimbwi la damu pale. Akaita Mila. Nini kimetokea? Hapo akatoa kitambaa chake, akanipa nizibe pale puani. Damu zisiendelee kutoka. Nilipokea kile kitambaa chake nikafanya hivyo, alinishika mkono nikashuka kwenye gari. Akaniambia nini kimetokea? Unaumwa? Mbona kunipa kama unaumwa? Itabidi nikupeleke hospitalini.
Yaani hapo Maki alikuwa anaongea bila kituo. Mimi nikawa namwangalia tu. Alinishika mkono. Kwa mbele yetu bwana kulikuwa kuna kaduka kama dawa. Akanipeleka huko nikapatiwa dawa za kuzuia ile damu kutokuendelea kutoka, nikasafishwa vizuri, tukaenda kula. Tulimaliza tukarudi ofisini. Jioni muda wa kutoka ofisini niliondoka kama vile nipo. Maki alikuja kushtuka mimi nishafika nyumbani muda. Alinipigia simu akaniuliza uko wapi Mila? Mbona sikuona hapo ofisini na kusubiria wewe nikurudishe nyumbani? Hebu toka tuondoke. Mimi kwanza nilicheka sana. Nikamuuliza hivyo unafikiri kwamba mimi nitarudi tena kupanda kwenye hilo gari lako? Siwezi kurudia. Leo nimenusurika kungolewa pua, sirudi ngo. Unaongea kuhusu nini Mila? Nikamwambia bwana mimi nishafika nyumbani. Nenda zako kwa usijipotezee muda. Uweza mimi Maki alikata simu. Na mimi nikaendelea pale na mapishi yangu jikoni. Wakati bado niko jikoni napika, mlangoni nilisikia mtu anabisha hodi. Nikafikiria labda ni jirani yangu, basi nikatoka kwenda kumwangalia. Nimefika mlangoni linafungua mlango na kukutana na Maki uso kwa uso. He? Unajua nilifunga ile mlango kwa mshtuko. Mungu wangu, kafuata nini tena huyo hapa? Maki akaanza kugonga tena mlango, gongo gongo. Mimi nikabadilisha sauti nikamwambia, "Samahani kaka, mwenye nyumba yupo." Maki akaniambia mimi laibu acha watoto. Fungua mlango basi. Nikamwambia bana Maki naomba uondoke hapo mlangoni. Muda kazi ushaisha. Mimi nishaondoka ofisini. Kwa nini unifuatafuata mpaka nyumbani? Mbona mimi sije kukufuata wewe nyumbani kwako, sije kukubuguzi? Usipofungua mlango nitauvunja mlango. Hapo ilibidi mwenye nifungue kuna Sonya. Maki akaingia ndani, alikuwa ameficha kitu mgongoni. Nikamuuliza umeficha nini niko? Akatoa ilikuwa ni maua alinipatia nikayachukua huku nikaona mbinule midomo. Nikamwambia ondoka basi sio shamaliza shida zako. Bado sijamaliza nahitaji kuongea na wewe. Nikamwambia tuwezi kuongea chochote kile naomba uondoke Maki. Siondoki Mila nataka kuongea na wewe. Nikamwambia ni huko kwangu. Alafu bado unanifokea. Huyu jamaa bwana nikamwambia okay sitaki kuongea. Okay. Sitaki kuongea. Haya utanifanya nini kama sitaki kuongea? Hapo nilibaki nimesimama naangalia upande mwingine. Maki naye akabaki pale amesimama nyuma yangu. Anasubiri nishushe kiburi changu ili tuweze kuongea. Nilisimama wewe baadaye nikaona huyu chizi huyu anaweza akasimama hapa mpaka asubuhi. Nilimgeukia nikamwambia ondoka. Siwezi kuondoka bila kuongea na Mila. Hapo alinivuta karibu yake akaniambia naomba unisikilize. Nahitaji tuzungumze. Najua unanichukia Mila. Nimekuja hapa na kuomba msamaha. Nikamwambia msamaha? Kwanza hapo nilicheka kwa masikitiko na kisha nikamwambia hebu niache bwana. Maana alivyonishika kwa nguvu utafikiri labda mimi na amenishika, yani kama vile amemshika mwanaume mwenzie mshenzi huyo. Maki akaniambia nahitaji urudi nyumbani tuendelee kuishi pamoja. Unajua nilizidi kushangaa mbona ghafla hivi? Ina maana ameshaachana na Sherin au? Nikamwambia Maki, mimi mbona siwezi kurudiana na wewe? Swala mimi kurudiana na wewe hebu sahau kwenye kile yako. Hapo msikilizaji kumbuka nilikuwa najikaza kumjibu ujeuri, lakini ndani ya moyo wangu nampenda sana Maki kupita maelezo. Na Maki akaniambia wewe ni mke wangu na nyumbani lazima urudi Mila. Nikamwambia Maki tafadhali hapa ndani kuna mdogo wangu, acha hiki unachokifanya. Nilimwona Priya anachungulia na zile style Maki alizokuwa ananiweka. Baada ya kumwambia hivyo aliniachilia. Alifungua mlango kwa ajili ya kutoka lakini kabla hajaondoka akaniambia jiandae kurudi nyumbani. Sasa mimi nitarudi pale nyumbani kwake mimi. Kumbuka mimi na mtoto na huyu mtoto sawa kwake. Mama yake kwa sasa ananichukia na yule wifi Belie pia ni adui yangu mkubwa mno. Hivi mimi nitawezaje kurudi kwenye familia kama hiyo? Unajua nilijoji mimi mwenyewe kichwani bila hata majibu. Mama aliondoka akaniacha na mawazo mengi sana kichwani. Na Priya alikimbia akaja pale kunikumbatia. Alianza kunihoji maswali mengi sana. Dada uko salama nini kimetokea? Imekuaje mpaka Shem Maki amekuja hapa? Na yule Shem Rams aliendaga wapi? Alafu kati ya hao dada nani ulizaa naye huyu mtoto? Priya alikuwa anauliza maswali bila hata kituo. Nikamwambia Priya, hebu nyamaza bana. Hebu nenda kaangalia chakula kama kimeiva, upakue ule ukalale. Acha kuniuliza maswali hayo mimi. Priya akaniambia samahani dada. Hapo akaelekea huko jikoni na mimi nikaelekea chumbani. Hili swali la kuulizwa nimezaa na nani huwa linaniumiza sana kupita kiasi. Yaani mimi mwenyewe simjui nilizaa naye nani. Kumwambia mtu kilichonikutaga na shindwa mimi jamani kusema ule kweli. Nilichukua simu yangu nikaanza pale kutafuta picha yule shetani alinibaka. Kila nikimwangalia hivi huwa napatwa na hasira nyingi mno. Wakati mwingine nalia huku naangalia ile picha. Ghafla Priya aliingia kule chumbani kwangu.
Alishangaa kunikuta nalia. Alipiga pale magoti akaniambia, dada, nisamehe kama nimekukosea. Nikamwambia, hata usijali mdogo wangu, mimi niko sawa, ila naomba tu uwe makini. Huko nje kuna watu ni wanyama mno. Una maana gani dada? Hapo ikabidi mueleze Priya kila kitu kilichonitokeaga. Priya kwanza alisikitika sana, alilia sana mdogo wangu, na hata hivyo aliniambia iliyopita imeshapita dada, hatuna cha kufanya sisi. Kwa sasa unatakiwa uangalie maisha yako, furaha yako na mtoto. Msamehe Mark mwisho wote. Mimi naona bado anakupenda sana yule. Mark anaonekana bado anakupenda sana, usijiumize na mawazo ya vitu vilivyopita. Msamehe yule unayempenda. Huko ndiko ilipo furaha yako dada. Kwa Priya aliendelea kunisisitiza kuhusu Mark, na aliniambia kwa vile tayari Mark ameshaomba msamaha, anastahili kusamehewa. Nikamwambia Priya, hata mimi nampenda sana Mark, sio kama simpendi, nampenda sana na niko tayari kumsamehe, lakini shida ni moja tu, familia yake. Sijui itakuwa tayari kunipokea mimi na mtoto wangu, sijui, I don't know. Kwa sababu mamake Mark ananichukia sana mimi, na sidhani kama ni rahisi mimi na Mark kurudiana. Priya aliniambia chini ya jua hakuna kinachoshindikana na mapenzi ya kweli hayafi kamwe. Priya alinikumbatia na kisha akaniambia, kilichopangwa na Mungu binadamu yote hawezi kukipangua. Mimi binafsi natamani kuwaona wewe na shemeji mkiwa mko pamoja. Mwanaume wa kweli ni yule anayelitambua kosa lake na kurudi kuomba msamaha, sio yule anayekuacha na kuanzisha uhusiano na mtu wako wa karibu. Ni heri Mark aliyetambua kosa lake akarudi kuomba radhi kuliko Ramsey aliyeamua kuweza kumchukua Bilie na kuishi naye. Ramsey angekuwa mwanaume wa kweli, basi angewaacha wote. Wewe na Bilie angeenda kutafuta mahusiano labda sehemu nyingine kwa tofauti kabisa. Kiukweli mimi na mdogo wangu Priya tuliongea mengi sana. Yeye ndo rafiki pekee niliyekuwa naye. Kwa tulishauriana mengi na mwisho wa siku tukaagana. Yeye akaenda chumbani kwake kulala na mimi nikabakia pale chumbani kwangu nikiendelea kutafakari juu ya yale maneno ya Mark. Jamani, usiku ule Mark alinipigia sana simu, lakini sikuweza kuzipokea. Alinitumia message nyingi sana za kuomba nimsamehe. Nilikaa kimya, sikuweza kujibu chochote. Na Mark aliniambia, najua unachowaza Mila, lakini mimi nataka nikuhakikishie kwamba nitamlinda huyo mtoto na kumlea kama baba yake mzazi. Na nimesamehe kwa kila kitu kilichotokea kati yetu, kwa sababu mimi ndiye ninayepaswa kuweza kulaumiwa. Mimi ndo sababu ya kila kitu Mila. Mimi ndo niliharibu ndoa yetu. Binadamu tumeambiwa makosa na siku zote watu huwa tunajifunza kutokana na makosa. Ninaapa kweli nimejifunza na nakuhakikishia makosa ya nyuma hayatakuwa na nafasi tena kwenye maisha yetu mapya. Najua unaniona kama vile muuaji, ila kiukweli sikukusudia kuweza kukuambia ukatoe mimba. Ni hasira tu ndizo zilizonifanya nikwambie vile. Na hata hivyo ninakushukuru sana kwa sababu wala haukuchukua uamuzi wa kuitoa mimba yako. Wewe ni mwanamke shupavu uliyekubali kukosa kila kitu kwa ajili ya kupambania uhai wa mtoto wako Mila. Amini kwamba nakupenda na ninajutia uamuzi wangu wa nyuma. Naomba urudi nyumbani tuendelee kuishi pamoja. Na imani kutenda kosa si kosa, bali kurudia kosa ndio kosa. Na kuhitaji sana kwenye maisha yangu Mila. Mark alituma message nyingi mno na alinisisitiza sana nimsamehe. Mimi nilikuwa nalia tu, na nitajibu nini? Kupenda na mpenda vibaya mno na niko tayari kwa lolote juu ya Mark. Mwenyezi Mungu alishasema samehe 7 mara 70. Kila mbaye radhi na samehewe. Duniani hakuna mkamilifu. Mark amekiri makosa yake na ameniomba tuanze upya. Nampenda sana Mark. Sijai kumuonesha wazi jinsi ninavyompenda. Huwa anajificha na kujifanya mgumu mbele yake, lakini ukweli ni kwamba I really love him. Shida tu ni familia yake, je, itanipokea? Nakumbuka mara ya mwisho mama yake alinicharukia sana. Na pia wifi yangu Bilie ameshakuwa ni adui yangu mkubwa. Sidhani kama atakubali kuniona nikirudiana na Mark. Sasa nifanye nini mimi Mila? Unajua niliwaza sana. Usingizi ulinipitia mimi nikaja kulala asubuhi. Imagine, usiku mzima na nimekesha na waza. Siku iliyofuata kama kawaida niliamka mapema sana, nikafanya majukumu yangu nyumbani na baada ya hapo nilijiandaa kwa ajili ya kwenda ofisini. Nilipotoka tu nje nilimkuta Mark pale nje, alikuwa ananisubiria. Alikuwa yuko nje kaegemea gari yake na simu yake mkononi. Yaani kila nikimuona ndo nazidi kuwa dhaifu. Yaani nampenda mpaka sijielewi. Mungu, sitaki ajue kwamba nampenda kiasi hiki. Mungu, naomba unipe nguvu ya kuweza
sijui nisemaje. Niliwaza kimoyo moyo na kisha nikapiga hatua. Nilipita pale pale mbele ya Mark bila hata kumsemesha, nikajifanya kama vile sijamuona. Nilipompita Mark hatua mbili tu mbele, ghafla nikashtuliwa na honi mfululizo za gari. Niliziba masikio nikabaki nimesimama. Maana nikipiga hatua ndo anazidisha kupiga honi. Mark aliita kwa sauti, "Hello madam. Ina maana wewe unioni au?" Mark alivyoniambia hivyo, kwani nilijibu sasa? Nilibaki tu kimya kama vile sio mimi ambaye nasemeshwa. Mark alikuja, alinishika mkono. Mputa mpaka kwenye gari, aliniweka kwenye siti yangu akanifunga pale na mkanda. Alinikata jicho huyo. Nilibaki natetemeka. Huyu Mr. Miasira, hachelewi kuanza kufoka eti. Mark alifunga pale mlango wa gari kwa hasira, akazunguka upande wake akapanda kwenye gari. Mark aliondoa pale gari mpaka ofisini. Alipaki gari, tukateremka wote tukaongozana mpaka ofisini kwetu. Nilienda moja kwa moja mpaka kwenye sehemu yangu ya kazi. Nikaanza pale kufanya kazi. Mark alifika, aliketi kwenye kiti chake, alafu akainamisha kichwa kwenye meza. Alionekana kama mtu vile mwenye mawazo mengi sana. Mimi nilishatu kumtizama, mwisho niliamua kumfuata. Nilienda pale nikamgusa begani. Aliinuka akanitazama. Kisha akaniambia, "Nenda kaendelee na kazi, huu sio muda wa mchezo." Mimi nilimwacha nikarudi zangu kufanya kazi. Saa 8 mchana niliondoka ofisini nikaelekea chuo. Wakati tukiwa tuko njiani, Mark aliniambia, "Nipe jibu ya kile nilichokuambia jana usiku." Hapo alihitaji kujua kama niko tayari kumsamehe turudiane au la. Nilimwomba nipe muda zaidi, kuna vitu nilivyohitaji kuweza kuvijua kabla kurudiana naye. Akaniambia hakuna muda zaidi kwenye hilo swala Mila. Nikamwambia kama hakuna muda zaidi basi endelea tu kuishi na huyo Sherin wako. Hapo niliropoka tu kwa lengo la kutaka kuweza kujua wako pamoja au la. Mark baada ya kulisikia hilo jina alichukia vibaya mno. Alisimamisha gari akatelemka akaenda kusimama pembeni. Mungu wangu, kimeumana. Itakuwa huenda hawako pamoja. Unajua niliwaza hivyo huku nikiwa nashuka sasa kwenye gari na kuelekea sehemu alipokuwa Mark. Nilimwambia, "Bwana mimi nachelewa kipindi bwana. Njoo nipeleke chuoni." Umesahau kama wewe ndo mtu uliyenitambulisha kwa huyo Sherin wako, kwamba ndo mwanamke pekee unayempenda? Kitu gani leo kinakufanya wewe uchukie baada ya kulisikia jina lake ama unanikitia Mark? Hapo Mark alinigeukia kwa hasira. Aliniomba Mark kwenye maisha yangu yote nisije kurudia kumtaja hilo jina la Sherin. Mimi kwanza nikaanza kucheka, alafu nikamuuliza, "Kuna nini Mr. Mark? Hebu nisimulie kidogo kuhusu maisha ya historia, nisimulie maisha ya mapenzi yako." Ina maana mliachana? Nini kikutokea baba? Usiniambia kwamba mlisalitiana. Makubwa. Hapo muda huo mimi niliendelea kucheka kicheko cha kumkera Mark, lakini Mark aliendelea kuchukia na alikaa kimya, akarudi kwenye gari. Nikapanda haraka kwenye gari, hachelewi kuondoka wewe, akaniacha kwa maana akili zake ni kichaa. Akaliondoa lile pale gari kwa hasira bila hata kusema kitu chochote. Hadi nilipeleka mpaka chuoni. Sijatelemka kwenye gari, Mark alinishika mkono, akaomba nimpe jibu ndio nishuke kwenye gari. Nikamwambia kuna jibu nitakaloweza kukupa bila kuniambia chochote kuhusiana na mke wako Sherin. Unataka nirudi tuendelee kuishi kama tulivyokuwa tunaishi ama? Kama ni hivyo ni heri niolewe na mtu mwingine. Sasa Mark baada ya kusikia hivyo aliniuliza, "Unataka kujua kweli, si ndio?" Na kuuliza, "Unataka kujua kweli Mila? Huyo mwanamke Sherin, sitaki kulisikia hata jina lake. Nadhani umenielewa nilichokizungumza." Mungu wangu, nikasema hapa nimebananga. Unajua Mark alikuwa anaongea kwa nguvu na hasira kama zote. Akaniambia huyo mwanamke ni mwanamke mpumbavu sana aliyekuwa kiniroga mimi. Sherin ni mchawi. Alitaka kuniulia mama yangu. Hata kama mama yangu hakuwahi kumpenda yeye, hakustahili kumfanya vile. Namchukia huyo mwanamke. Namchukia. Mungu wangu, nini tena? Uchawi tena? Mungu wangu, sasa Mark akija kujua habari zangu za kwa mganga, si ndio itakuwa balaa? Kama Sherin tu ndo amechukiwa hivi, mimi si ndo ataniwa kabisa? Unajua mpaka niliogopa, mpaka nikawa natetemeka. Nye. Tari.
Unajua Maki aliniambia kipindi nilipoondoka mimi pale nyumbani kwa mama yake alipata ajali mbaya sana. Na ilibakia kidogo tu mama yake afe. Na siku chache baada ya mama yake kupata ajali, Mark alikuta message mbaya sana kwenye simu ya Sherry. Je, ni message gani hizo alizozikuta? Mimi nikwambia kitu kimoja msikilizaji. Tukutane kwenye sehemu ya 5 ya huu mzigo mtamu wa Binti Mila. Mimi naitwa Uncle J. Mzigo umetayarishwa na kuandaliwa na Baby Love. Asante na kwaheri.